Tajiri nambari moja duniani Elon Musk, ambaye kwa sasa ameendelea kushikilia rekodi yake kama kawaida ya kuwa na umiliki wa zaidi ya $, bilioni 749, lakini zaidi unaambiwa kwa hivi sasa yani tayari zimeelekea mpaka 800. Yani kwa sasa mshikaji ameendelea kuvunja rekodi ambazo hazijawahi kuvunjwa hapa ulimwenguni. Sasa kwa taarifa zinazoendelea kwa hivi sasa, Elon Musk ukiachana na ule umiliki wa kampuni ya Tesla, lakini tayari yupo kwenye kunyapia kufanya mazungumzo na Mchina ili mradi mambo yakae sawa na achukue nafasi ya kuinunua TikTok account, ambayo kwa sasa kidogo kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo mashabiki wamekuwa wakiendelea kuzitoa. Maoni ni mengi, na lengo la Elon Musk kutaka kuichukua TikTok ni kwa sababu ya hivi sasa ukiangalia Facebook, ukiangalia mtandao pia wa Instagram na mtandao wa YouTube, asilimia kubwa mitandao hii tayari ipo kwenye issue ya monetization, yani tayari imeshaingia kwenye malipo barani Afrika. Lakini changamoto ambayo imeonekana pia kuwafanya mashabiki wengi na users wengi kutokea barani Afrika ni kutaka Elon Musk achukue nafasi ya kuinunua TikTok ili mradi aingize rasmi moja kwa moja barani Afrika kwenye monetization, kwa sababu kuna baadhi ya nchi nyingi sana barani Afrika hazilipwi na mtandao wa TikTok. Kwa hiyo moja kati ya maoni mengi ambayo nimeendelea kuyapitia na kuyaona hata katika mtandao wa Twitter, watu wengi sana wakiwa wana retweet na kumwomba Elon Musk kama atakuwa na uwezo wa kuzungumza na mmiliki wa TikTok Mchina, ambaye kwa sasa pia umeonekana pia kuiona TikTok kama maisha yake, licha ya kwamba kwenye orodha ya top 5 ya matajiri duniani bado Mchina hayupo na hata dalili bado hayupo, licha kwamba pia kuna kipindi ambacho Mark Zuckerberg ambaye pia na yeye ambaye ni mmiliki sasa hivi wa akaunti ya Facebook na akaunti ya Instagram na akaunti pia ya WhatsApp ambaye inaenda kwa jina la kampuni ya Meta, ambapo kuna wakati walitaka kuingia kwenye makubaliano na kufanya mazungumzo na akaunti ya TikTok ili mradi pia iweze kuwa kwenye mfumo wa Meta, lakini mwisho wa siku wakashindwana. Pesa aliyokuwa anahitaji Mchina kwa Mark Zuckerberg, ambaye pia na yeye ilionekana kwamba ni pesa ambayo kwake yeye ni kama ilikuwa inampa hasara, yani alihitaji ofa pesa ambayo aliweka mezani aliweka mara mbili yani kama account ya TikTok ambayo ilikuwa na thamani labda ya matrilioni, labda nichukulie mfano trilioni 20, basi yeye kataka mara mbili ya pesa ambayo aliweka kama ofa. Kwa mwisho wa siku Mark Zuckerberg akaona kabisa kwamba ni kama anaingia kwenye hasara, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima atakapoingia kwenye account hiyo na kuwa katika umiliki wake kwenye issue za malipo na monetization tools ambazo atakuwa yeye tayari kashazikubali, moja kwa moja kama ni hasara na faida atakuwa anaziingiza, lakini kwa kile katika hesabu alizozipiga moja kwa moja kwamba aliona kwamba ataingia kwenye hasara, kwa sababu tayari alishawahi kununua akaunti ya Facebook na mwisho wa siku kwa hivi sasa ipo rasmi barani Afrika katika issue ya monetization. Kwa hiyo moja kwa moja kwa hivi sasa kuanzia Mark pamoja pia na Elon Musk wote wapo kwenye ushindani wa nani atakayeweza kununua akaunti ya TikTok. Na kwa hivi sasa kwa issue ya Elon Musk, yeye issue sio pesa, na issue kwa sasa inaonekana kwamba haipo kwa Elon Musk. Elon Musk yani unaambiwa kwa dakika moja anaingiza zaidi ya $, milioni 1 mpaka milioni 2 kwa dakika moja. Elon Musk kwa sasa ndio tajiri namba moja ambaye kwa dakika moja anaingiza zaidi ya $, milioni 1 mpaka 2. Kwa hiyo kwenye issue ya pesa, kumpa Mchina kununua akaunti ya TikTok ni mchongo wa kawaida. Sema Mchina ndo ambaye kwa sasa anaingia na kutoka, yani anakwepa biashara kati ya yeye na Elon Musk.